Katika kaunti ya Mombasa imerekodi ongezeko katika visa vya dhuluma za kijinsia kwa asilimia 45 tangu mwaka 2022. Viongozi wa kike, mawakili wa kike pamoja na wanaharakati kutoka ukanda wa Pwani wametoa wito kwa serikali ya kitaifa na zile za kaunti kuingilia kati na kusaidia katika kupunguza visa hivi. Aidha, wamebaini kuwa ipo haja ya jamii kuelimishwa kuhusu dhuluma za kijinsia na njia mwafaka za kisheria za kufuata iwapo mambo kama hayo yanatokea. Haya yanajiri wakati ambapo kumekuwa na visa vya wanawake, watoto na hata wanaume katika jamii kudhulumiwa, huku wengine wakipoteza maisha yao kutokana na visa hivi nchini. Jamii inatakikana kuelewa mambo mengi kuhusu gender based violence. Kama vile wenzangu wameongelelea, gender based violence imekuwa very rampant. I think sahi iko over 45% since 2022. Na sana sana inafanyika kwa wale wa miaka 18 mpaka 49, lakini sahi tunaona hadi watoto wadogo wale. Kwa hivyo kuna sheria mbalimbali ambazo hakikisha kwamba mwanamke ama mwanamume anakuwa protected. Nikianza na katiba yetu ya Kenya, under article 27, 28 and 29, tumesema kwamba kuna right to be treated with humane dignity, kuna freedom of not being discriminated, kuna ile right not to be treated with cruelty. Kwa hivyo tunaangazia gender based violence, inaangazia masuala mengi, iko na many perspectives, si tu kuwa sexually harassed ama kuwa sexually assaulted. Gender based violence, it goes to economical emotions pia. Tunaona kama vile mwenzangu ameangazia hapa akisema kwamba kuna baba wanapigwa, that is economic violence. Vile vile inatokea kwa gender, kwa wanawake na pia kwa wanaume. So mimi kama wakili nimesema kwamba kuna haja, ninafanya sana kesi nyingi sana za gender based violence, lakini where I see the gap is ni kwamba kuna ukosefu wa kupata elimu kwa jamii, ni sheria gani ama ni haki zao ni gani ama ni vipi wanasaidika. Mimi hivi karibuni ninaenda kuanzisha legal clinics ambazo zitakuwa ni free of charge. Unakuja pale, una consult, tuna advise, kutakuwa na mawakili wenzangu pale, wale ambao watakuwa na kesi zao wanataka usaidizi pia watashauriwa. Lazima kuna haja ya kuwa mashirika yote, wanasheria, serikali, pia kina mama, jamii yote, wazee wa mtaa, kila mtu, mapolisi, tushirikiane, tuelimishane pale inawezekana, tusaidiane pale inawezekana.